Niko na kocha msaidizi wa kikosi cha KMC Steve Nyengi kuzungumza namna ambavyo wao kama wakufunzi wa KMC wamekiandaa kikosi chao kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Tanzania Prisons. Coach, karibu zungumza na wanahabari hapa na tutazama hivi sasa waeleze namna ambavyo nyinyi kama wakufunzi mmekiandaa kikosi chenu tayari kabisa kwa Tanzania Prisons hiyo kesho. Awali ya yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba maandalizi yetu yameenda vizuri kabisa. Tulikuwa tuna muda mwingi wa kujiandaa, kwa hiyo maandalizi mpaka sasa yameenda vizuri. Kwa morali ya wachezaji iko juu sana. Tangu asubuhi, tangu jana, morali ukiona wachezaji iko juu sana. Pia katika injury tutamkosa mchezaji mtu mmoja, goalkeeper Amada, ana injury ya ankle problem. Asante. Sawa. Mwalimu, tunaangazia uwiano wa alama mkiwa na alama zenu 24 pale baada ya michezo 23 ya ligi kuu ya NBC. Ukiangalia gap iliyopo baina ya timu yako na timu zilizopo juu yako ni utofauti wa alama moja, alama mbili. Na ukiangalia pia mpinzani ambaye unaweza kucheza naye yupo chini kabisa kule akiwa na alama, akiwa kwenye nafasi ya 15 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Uwiano huu wa alama na mpinzani ambaye unakwenda kukutana naye, tunatarajia mchezo wa namna gani? Mechi tunajua ni ngumu sana. Tunajua type ya Prison wanapocheza, ni watu gani wanajua jinsi gani wanapocheza. Kwa hiyo tumejiandaa na hilo. Na pia kila mchezaji anafahamu umuhimu wa hii mechi. Tumesha insist hilo kwa wachezaji na kila mtu anafahamu hilo. Kwa hiyo kuanzia benchi la ufundi mpaka wachezaji wanajua umuhimu wa game ya kesho. Mwalimu Steven, nimshukuru sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Wote tuko salama. Na pili, kuelekea mchezo wetu wa kesho, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Tuna matumaini makubwa kwa ajili ya mchezo wa kesho kuweza kupata pointi 3. Yes, ni kweli tumecheza friendly mechi nyingi kipindi cha mapumziko. Yale makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya nadhani ndio kipindi ambacho walimu wamekaa chini wameweza kuyafanyia kazi. Pia kuna mazuri pia ambayo huwa tunafanya. Mwalimu amezidi kuyaboresha. Wengine pia ligi ni ngumu. So wewe unakutana na mshindani yoyote kwenye ligi sasa hivi inakuwa ni ugumu mara mbili. Aloko chini, aloko juu, bado anakuwa na ugumu zaidi. Lakini sisi kama KMC tumejiandaa vizuri kwenye mchezo wetu wa kesho, morali iko juu kwa wachezaji. 90% maandalizi yamekamilika. Yalobaki tunamwachia Mwenyezi Mungu tu kuweza kutuamsha salama kuelekea mchezo wetu wa kesho. Mechi itakuwa ngumu, lakini sisi tumejipanga vizuri. Tunaheshimu sana Tanzania Prison. Lakini sisi kama KMC tunaingia katika mchezo wetu wa kesho. Tunahitaji alama 3 katika mchezo wetu wa kesho. Yes, ndio. Inshallah Mwenyezi Mungu, lakini lengo letu kubwa zaidi ni KMC kupata pointi 3. Nadhani hilo litakuwa kubwa la kwanza. Mengine itatokea inshallah. Uwiano wa alama kama ambavyo nilivyozungumza na mwalimu hapa uliopo hivi sasa kwenye ligi kuu ya NBC, nafasi mliokuepo, wapinzani wenu mcheza nao, lakini pia wapinzani wengine kwenye ule msimamo wa ligi kuu ya NBC unaonyesha ni namna gani alama 3 ama alama yoyote ina umuhimu kuelekea mwisho wa msimu wa ligi kuu ya NBC msimu 2024 2025. Ninyi kama wachezaji mmeliona hili, na kama mmeliona mnahakikisha kiasi gani katika kila mchezo mnaondoka angalau na alama yoyote ili kuhakikisha kwamba mnajika salama hadi mwisho wa msimu? Sisi kama wachezaji kila mechi kwetu ni finali. Kama ulivyosema, ukiangalia alama zilizokaa kwenye ligi hatujaachana mbali. Kuanzia nafasi ya 5 nadhani mpaka wa mwisho kule 16 yote anashuka. Kwa ligi ni ngumu. Sisi kama wachezaji tunaangalia msimamo na tunafanya mazoezi kwa bidii, tunasikiza nini walimu wanatuambia kwa sababu tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo tunawaahidi mashabiki wetu wa KMC, viongozi pamoja na wadau wote wa michezo, inshallah kesho Mwenyezi Mungu atajalia tutapata pointi 3 katika mchezo wetu wa kesho. Nikushukuru sana Oscar, na mwalimu pia niwatakie kila la heri kuelekea mchezo wenu wa kesho dhidi ya Tanzania Prisons. Asante. Asanteni sana.